Hapa ni makao makuu ya Kawabe Media ambapo tunakutana kwa ajili ya kuzichakata taarifa za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Mwanamichezo, karibu jumuike nasi. Sisi kama wanamichezo tuko tayari kabisa kwa ajili ya kudunda na kudanke viwanjani. Mimi naitwa Abu Bakri Juma Abu Bakri, na hapa nipo na mchambuzi Zam IG Kamavinga Hassan Hamza. Inakuaje? Kwema shamba. Shwari kabisa. Ijumaa leo. Ijumaa karibu. Tunaenda kupata biriani, swala kidogo. After swala biliani. Alafu tunashushia na taarifa ya kasi. Taarifa ya kasi ambayo sasa hivi inagonga vichwa vya habari vya michezo hapa Tanzania. Ndio. Sawa. Basi sawa. Tukianzia hapo, tuanze kusoma taarifa ambayo imepostiwa na bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara, au sio? Imeandika hivi: taarifa kwa vyombo vya habari. Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Young Africans yenye kumbukumbu namba CAS 2025 A11298 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo nambari 134 wa ligi kuu ya NBC kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Walalamikiwa wengine katika shauri hilo, ambapo pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka itakapotolewa uamuzi. Ni bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Taarifa kaendelea kusema kwamba kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi, ukiwemo mchezo namba 184 kati ya Young Africans dhidi ya Simba. Kisha tutatangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, Mei Mosi 2025. Young Africans wameangukia pua wanakazi. Young Africans huu unakuwa mwendelezo wa mwanasheria wao kuangukia pua. Kwa mara kadhaa kuna baadhi ya kesi za wachezaji zimekuwa zikiwashinda Young Africans mpaka inafikia hatua wanatozwa faini juu ya kile ambacho wanakuwa wanalalamika ambacho sicho. Na hii Young Africans mimi ni kwa starajii kama kesi wataishinda CAS, manake kija ukaangalia bodi ya ligi walitoa kila kitu, walitoa vifungu, pia vile wakatoa mwongozo wa hili swala ambalo lilivyokuwa linatakiwa liende, pia wakaenda mbali sana wakasema hata watu watumie hekima, kuna hekima itumike. Mimi obvious kwa Young Africans mimi ni mwendelezo wao kuangukia pua, na hata kama ingekuaje huu mchezo lazima ingechezwa. Kana kama mchezo usingechezwa, Mbeya City ambaye amepanda ligi kuu utamwambia nini? Mtibwa ambaye amepanda ligi kuu utamwambia nini? Kwa hiyo kama mchezo usingechezwa, kana huu msimu usingetamatika, na msimu usingetamatika, hao wote waliopanda inabidi warudie tena iwe kama fresh season, waanze na season nyingine, na inakuwa ngumu sana kwa baadhi ya virabu. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea, CAS wenyewe wameona hii watokea waje kumaliza ndani, vitu vingine viendelee. Young Africans walipeleka taarifa moja kwa moja CAS, wameshindwa kuanzia kwenye ngazi za chini, yani nazungumzia hapa TFF, kuanzia pale ndani ya kamati za TFF, and then kesi ndio ingepelekwa CAS, lakini wa moja kwa moja wameenda kupeleka CAS. Ni kama wamepoteza mapato makubwa sana, hela nyingi sana wamezipoteza kwa ajili ya hii kesi. Uone kama inashusha uchumi wa club kupitia kesi kama hizi ambazo mwisho zinakuja zinaangukia pua. Uchumi wa club unashuka kwa sababu ukija ukaangalia hii kesi imegharimu fedha ndefu, maana ukienda tu kupeleka shauri lako pale CAS, the way kuna payment lazima upay. So kwa Young Africans kuna viwango ambavyo wamepeleka, na hivyo viwango ni kiwango kikubwa sana. Ukija kuangalia kwa Young Africans kwa this season, misimu mitatu, misimu minne hii amekuwa yuko bora sana kuanzia kusajili wachezaji. Hiyo fedha ambayo angeipeleka CAS kwa ajili ya alama tatu, angeingia sokoni akamsajili mchezaji ambaye angekuwa na thamani kubwa sana, na hata angekuwa na uwezo kuja kusaidia Young Africans. Hapo wamepoteza fedha. Pia vile ukija ukaangalia kuna baadhi ya watu ndani humu walikuwa kuna baadhi ya maneno yanaendelea, si kafanya hichi, hii mechi haiwezi kuchezwa. Ile unaangalia bodi ya ligi wanasubiria tu tarehe, watamke tarehe ya mechi na mechi ipigwe. Kwa hiyo mimi naona tuna usumbufu pia, wamepoteza muda Young Africans kulalamikia kesi kama hii, kupeleka wapi vikao ambavyo havina maana. So mimi kwa Young Africans naona kitu ambacho ukubwa wa klabu yao na vitu wanavyofanya ni utoto kwa asilimia kubwa sana. Inavyosemekana kwamba Young Africans wamepoteza takriban
milioni 100 na pointi kadhaa, kuanzia milioni 100 na pointi kadhaa hivi. Tukija kwenye hii kesi ambayo imedunda mwamba, huenda ikawa ni milango pia, maana tuliona mashabiki wa Young Africans walisema kwamba hatuchezi. Huenda kwamba kushindwa kwa hii kesi mechi ikachezwa na zile kelele za mashabiki zikaishia kule kule na mechi ikachezwa kama kawaida. Hii inakuja, hii mechi ikichezwa kuna vitu viwili. Hii mechi inapangiwa tarehe ichezwe. Hii mechi ikichezwa Young Africans akapoteza mchezo, mashabiki asilimia kubwa watawataki viongozi wao. Kwa sababu gani? Mashabiki wanaamini viongozi ndio watakuwa wamefanyaje, wamerahisisha hili swala, mambo mengine yafanyaje yaendelee. So kwa hapa kwanza kuna mgogoro ambao upo baina ya mashabiki na viongozi, kana kwamba mchezo ukichezwa na ukichezwa na Young Africans akapoteza mchezo, itakuwa ni ugomvi zaidi ambao utakuwa unaendelea kwenye klabu ya Young Africans. Kwa hiyo kuna vitu viwili, kuna ugomvi ambao sasa hivi ambao unaendelea, na mchezo ukichezwa Young Africans akapoteza, mchezo utakuwa maradufu zaidi. Maana yake unakuja unaangalia Young Africans alikuwa bora, ukija kucompare Young Africans cost yake kwa bora kuzidi Simba Sport Club ambaye alikuwa anatengeza timu, alikuwa na project ya kutengeza timu. Sasa Simba sasa hivi kama kashajipata hivi, unaona kabisa morale ya wachezaji iko juu, viongozi wana ushirikiano, washabiki wana ushirikiano. Sasa ile morale ya wachezaji ambayo iko juu, na tayari kuna baadhi ya mafanikio wamepata, wako finali sasa hivi CAF Confederation, wako nusu finali CRDB, wako nafasi ya pili, wana viporo takriban 3-4, kana kwamba akishinda hivyo viporo anamsogelea pale Young Africans, inakuwa ni tofauti alama moja. Unaangalia ufuraji jinsi gani ambavyo walikuwa navyo, na huu mchezo ukapangiwa na wakashinda viongozi wa Young Africans. Hapo ndio naona mpasuko wa Young Africans. Baada ya situation ambayo imetokea jana usiku, ukipita mitandaoni, watu wa Simba, baadhi ya mashabiki wa Simba wakaanza pia kumposti mwanasheria wao. Wengi wao wakisema kwamba mwanasheria wa upande wa pili ajifunze kwa mwanasheria wa mnyama. Ukiangalia hilo lina ukweli wote ndani yake. Ukweli upo. Kesi ngapi ambazo zimepelekwa mahakama rufaa na wameshinda? Tuanze kesi ya ndani, kesi ya Kagoma. Kesi ya Kagoma alikuwa anatembea paka na mikataba. Mwanasheria huyu alitisha press, akatuhakikishia, akatuonesha paka mikataba ya Kagoma. Kagoma akapata majeraha, watu wakumuona kama wiki 2, wakajua basi shughuli imemaliza. Kagoma wewe anacheza Simba na watu wamekaa kimya, walitembea na ile mikataba. Tuanze ndani tu. Yaani kesi ya mchezaji mmoja kwa Young Africans kushinda na kwa ngumu. Bernard Morrison double 3 aliwapeleka. Tunaona kina Griezmann pia waliwapeleka, wanashinda kesi. Kwa hiyo mwanasheria ya Young Africans kama kila kesi yake anaangukia pua. Kesi gani kubwa ambayo alishashinda mwanasheria ya Young Africans? Hamna kesi hata moja alishawahi kushinda. Aidha wachezaji au migogoro kama ambayo inayoendelea, au Young Africans anadai kitu anataka akipate, lazima atumie mwanasheria. Mwanasheria ya Young Africans hajawahi kushinda. Kianza ndani hata pia nje, wachezaji wengi wamekuja hapa hajawahi kushinda kesi. Washangaa Young Africans kesi hii kashindwa, anatakiwa alipe fedha kiasi kadhaa fidia, basi kesi inaisha hivyo. Kwa hiyo wana haki ya kusema hivyo mashabiki wa Simba Sport Club. Kija angalia mwanasheria wao mpaka sasa hivi kawini, kwa sababu wenyewe walitoa tamko moja tu, taarifa kwa umma, basi hatuchezi hii mechi kwa sababu 1 2 3 4 5 6 7 8. Watu wamekaa kimya. Ila Young Africans kila ukiamka anafanya hichi, kila ukiamka anafanya hichi, kila ukiamka anafanya hichi. Taarifa zilikuwa nyingi sana. Hatima yake tarehe inapangwa, mchezo unachezwa. Nani anaonekana makini kwenye uongozi? Mwanasheria na nani anaonekana makini? Ni wa Simba Sport Club. Sawa, tukitoka hapo tuende kwa mchezo wa jana wa finali ya Muungano Cup. Ilirindima pale visiwani Zanzibar kati ya Young Africans dhidi ya JKU, na mchezo ukatamatika kwa Young Africans kunyakua kombe lile la Muungano kwa kuweza kushinda goli 1-0. Maxi Mpia Nzengeli, pasi tamu kabisa kutoka kwa Farid Musa Malik, moja kati ya V-pass bora kabisa ambayo imepigwa, rula imenyoka ikamkutia Nzengeli, akaweka kambani, watu wakaenda kuweka mpira kati. Tukianzia kwenye kiwango cha Farid Musa ambaye kwa msimu huu tumemshuhudia kwenye mechi chache sana za kimashindano ambazo amecheza akiwa na kikosi chake cha Young Africans. Kiwango cha Farid Musa, kwa jinsi ambavyo tunamjua, ni kweli wa kusugua bench ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Kiwango cha Farid Musa kwa sasa hivi kutokana na wachezaji ambao wapo Young Africans ni sahihi kuanzia bench, kwa sababu unakuja unaangalia nafasi ambayo anacheza Farid Musa Malik.
Farasi hiyo nafasi anaweza akacheza Pacome Zouzoua. Hiyo anaweza kucheza Mzize. Hiyo anaweza kucheza Maxim pia Nzengeri. Hiyo anaweza kucheza Ikangarombo. Kwa hiyo unaangalia nafasi ambayo anaocheza Farid Musa Mariki na wachezaji ambao wanaocheza takriban wachezaji watatu raia wa kigeni wanaweza kucheza hiyo nafasi. Na unajua miongoni mwa watu ambao thamani yao kubwa sana ni wale raia wa kigeni, maana yake tunawalipia vitu vingi sana ili waje kufanya kazi hapa. Kazi yao nini? Mpira. Kwa hiyo lazima mchezaji ambao unamchukua mataifa moja kuja taifa jingine kucheza mpira, lazima kiwango chake kitakuwa tofauti na wachezaji wa ndani. Hiyo ni sababu ya kwanza ya Farid Musa Mariki kuanzia benchi. Sababu ya pili unakuja unaangalia Farid Musa Mariki alipata majeraha, nyama ya paja ile kufanywa upasuaji. Alikaa takriban kama sikosei wiki 6 mpaka wiki 7 nje, hajafanya chochote kile. Unakuja unaangalia anaanza kupata recovering mdogo mdogo. Huko wenzake tayari washachanganya, tayari washatengeneza ule wasema compact ya timu, washatengeneza bondi. Unakuja unaangalia hiyo nafasi ambayo wanaocheza kwa asilimia kubwa kuna watu watatu ambao tayari wanaelewana vizuri. Ataweza akaanza Prince Mume Dube, akaanza Mzize, akacheza Max kama winga, akawa na winga huko anaingia ndani. Unaangalia hata tayari kuna bondi hapa chini, washangaa anaanza Azizi au Pacome au Chama. Sasa uwezo ukaja kumweka tu Farid Musa Mariki na kwa ngumu. Lazima umpe game kama zile, kama hiyo game kama michuano ya Muungano, lazima umpe zile game ili aweze kupata kuligain mdogo aweze kuligain mdogo. The end of the day ndo haje uangalie nafasi yake, aanze kutoa challenge kwa nafasi ambayo anaocheza. Ila kwa sasa hivi inakuwa ngumu sana, maana yake unakuja unaangalia hata this season wamebakiza mechi 3, mechi 4 mpaka sasa hivi. Mechi ya Simba mwana tarehe kupanga tarehe na mechi 3 zimesalia. Kwa hiyo kwa Farid Musa Mariki kuanzia sabu ni alipingiki. Hata kiwango chake sasa hivi kimeshuka, sio kama yuko Azam akaenda Spain amerudi hapa alikuwa moto sana. Unamwangalia Farid Musa, ila sasa hivi kadri siku zinazozidi kwenda na majeraha na mtafuna mdogo. Kwa hiyo unaona kuna vitu vinapungua kwa Farid Musa Mariki. Sawa, tukija kwenye finali yenyewe, Yanga walideserve kuchukua kombe. Yanga walideserve kuchukua kombe, maana yake kabla ya finali nilikwambia Yanga ni mkubwa kwa JKU. Tukianza nje ya uwanja, ndani ya uwanja, miaka ya timu kuanzishwa, Yanga ni mkubwa. Unakuja unasema Yanga ana miaka 90 mpaka hivi sasa. JKU hata 50 bado hajafika. Unakuja unaangalia ile difa ambayo ipo. Tuanze tu nje ya uwanja. Fans Benz jana Fans Benz nani waliojeza uwanja? Young Africans jana waliojeza uwanja. Unakuja unaangalia quality ya mchezaji mmoja. Lile goli ambalo alofunga Maxim pia Nzengeri, ile goli ndio linaonyesha quality ya mchezaji mmoja. Individual ability ya mchezaji mmoja. Angalia Maxim pia Nzengeri. Ile inaitwa imepigwa pasi, angalia jinsi alivyokandamiza ule mpira kutafuta hengo. Ile ni ability kubwa sana. Ile ni individual. Unaangalia jinsi gani ambavyo Young Africans jinsi walivyokuwa wanacheza. Ukiangalia JKU jana wamekuja kuziba mnyanya ya Young Africans, hususan kupiga zile pasi zao, kuwafungua pasi moja kuwafungua. Unaangalia alikuwa compact sana kuanzia eneo lao la ulinzi mpaka midfield, alikuwa hawaachani sana. Young Africans wali dominate mchezo. Naona jinsi gani walivyokuwa wanasogea wanavyo press kuanzia juu, ila the end of the day ubora wa mchezaji ndio umekuja kuamua mchezo kama ule pale ambao Young Africans alikuwa anahitaji ule mchezo kushinda ili aanze hata kuwafuta machozi washabiki wa Young Africans ambao sasa hivi hawapo kwenye kilele cha furaha kile ambacho walichokuwa wamekizoea. Sawa, basi burudani kabisa mwana michezo. Sisi kama wana michezo tunafunga mjadala huu kwa siku hii ya leo, ikiwa ni Ijumaa ambayo imetulia sana. Lakini usisahau kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii @Kawabe Media, kuanzia YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X, kote tunapatikana @Kawabe Media. Mimi ni Abu Bakri Juma Abubakri, niko na IG kama Vinga. Bye bye.